Iran imekanusha vikali madai ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba mazungumzo mapya kati ya Washington na Tehran yameanza, ikisisitiza kuwa kwa sasa haina mazungumzo yoyote ya moja kwa moja na Marekani. Badala yake, Tehran imesema inaendelea na mazungumzo ya pande mbili na Oman kuhusu namna ya kuwezesha usafiri wa kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz. Hii ni TriGen Media. Kauli hiyo inakuja baada ya Rais Trump kutangaza kuwa mazungumzo mapya ya kumaliza mvutano kati ya nchi hizo mbili yangeanza siku ya Jumatatu. Trump alisisitiza kuwa kuna mashambulizi makubwa yaliyopangwa dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa juhudi za kidiplomasia, akieleza kuwa makubaliano yanaweza kufikiwa ikiwa tu Tehran itaonyesha utayari wa kushirikiana. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghel, amesema hakuna ujumbe wowote wa mazungumzo na Marekani uliopangwa, wala hakuna wajumbe wa Iran wanaotarajiwa kukutana na maafisa wa Marekani katika siku za hivi karibuni. Amesisitiza kuwa mawasiliano yanayoendelea yanahusu Oman pekee na si Washington. Alishutumu tena Iran kupitia mtandao wake wa Truth Social, akiutaja uongozi wa sasa wa taifa hilo kuwa na tabia ya unafiki wa hali ya juu. Ameongeza kuwa Iran ndiyo iliyoomba nafasi ya mazungumzo, lakini baadaye ikaanza kuyakanusha hadharani, jambo ambalo alisema inadhoofisha juhudi za kufikia suluhu ya amani. Akizungumza baadaye katika ikulu ya White House, Trump aliendelea kusisitiza kuwa mawasiliano bado yanaendelea kupitia njia mbalimbali za kidiplomasia, akisema Iran ina fursa ya mwisho ya kufikia makubaliano ambayo yatarejesha utulivu katika eneo hilo na kuzuia hatua kali zaidi za kijeshi. Wakati mvutano huo wa kisiasa ukiendelea, Iran na Oman zimeeleza kuwa zinafanya kazi ya kutafuta mfumo wa muda wa kuruhusu meli za kibiashara kupita katika mlango bahari wa Hormuz kwa usalama. Mpango huo unalenga kupunguza athari za kiuchumi zinazotokana na kusuasua kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine kupitia njia hiyo muhimu duniani. Mlango bahari wa Hormuz ni moja kati ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Tangu kuzuka kwa mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel mapema mwaka huu, shughuli za usafirishaji katika eneo hilo zimekuwa zikikumbwa na vikwazo na mashambulizi, hali iliyochangia kupanda kwa bei ya mafuta na kuongeza wasiwasi katika masoko ya kimataifa. Wakati huo huo, mamlaka za usalama wa baharini zimeripoti tukio la meli ya mizigo kupigwa na kitu kisichojulikana karibu na Hormuz, jambo linalozidisha hofu kuhusu usalama wa njia hiyo ya kimkakati. Tukio hilo limeonyesha kuwa licha ya juhudi za kidiplomasia, mazingira ya usalama katika eneo hilo bado ni tete. Tofauti kubwa kati ya kauli za Washington na Tehran inaendelea kuibua maswali kuhusu hatima ya juhudi za kuleta amani, wakati Marekani ikisisitiza kuwa mazungumzo yanaendelea na makubaliano yanaweza kufikiwa. Iran kwa upande wake imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba kwa sasa haifanyi mazungumzo yoyote ya moja kwa moja na Marekani, huku ikielekeza nguvu zake katika ushirikiano na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Hii ni TriGen Media.